Hata ukiangalia leo dhambi ina promise uchumi mzuri, ina promise maisha yetu ya baadaye, ina promise habari za kutupatia amani, ina promise furaha. Lakini ukisoma Biblia inaeleza ya kwamba furaha ya Bwana ni kutenda mapenzi yake. Ukisoma ile Zaburi ya 40 aya ya 8, na alafu kusoma Zaburi ya 43 aya ya 4, ukienda bado kwenye kitabu kile cha Warumi sura ya 15 na ile aya ya 13, furaha na amani vinatoka kwa Bwana. Ukisoma Warumi sura ya 5 na ile ya 3, vinatoka kwake. Alafu pia unaona katika ile aya ya 3, sura ya 3 aya ya 30, unaona Yohana Mbatizaji anasema yeye hana budi kuzidi na mimi kupungua. Hiyo ndio furaha yangu. My happiness, my joy is to come down and allow him to be magnified before me. That is my position. Na furaha ya Bwana iko kwetu. Na Yesu akasemaje kwa wenye talanta 5 faida, talanta 2 faida? Anasema vema, mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, ingia katika furaha ya Bwana. Biblia inasema kutenda mapenzi yako ndio furaha yangu, Bwana Mungu wangu. The joy, the real joy comes from faith. Kwa hiyo dhambi inatoa ahadi hewa feki. Iliwaahidi Adam to know good and evil. They end up knowing nothing. Ikapromise watu na wafanya kwamba utakuwa namna hii, wanakuwa captives, inakuoffer liberty. You end up being a captive, ina offer joy. You end up being sorrowful. Sin promises what cannot perform.